tunatoa ahadi kwamba masameja wote au master wote wa zoni zetu lazima wawe na usafiri katika majeshi. Cheo cha master kina usafiri ambao umo ndani ya vitabu. Kwa hiyo tukaona na sisi tuige majeshi makubwa kwamba cheo cha master, usafiri anaostahili ndio ambao leo hii tumeukabidhi kwao. Kwa nafasi hiyo, kikubwa tunachokiomba vifaa hivyo vitunzwe ili viweze kudumu. Pikipiki hiyo ambayo amekabidhiwa leo kwa nafasi yako, hiyo pikipiki inatakiwa itunzwe. Ukiitunza itakusaidia wewe, kwa sababu hiyo utakuwa nayo nyumbani kwako, iwe mchana iwe usiku. Wewe ndio wa kwanza kuitumia, labda pale ambapo utabadilishwa dhamana ndio utamwachia yule anayemkabidhi, lakini vingine vyovyote pikipiki hiyo utakuwa nayo wewe, nayo na majukumu yako, na itakuwa chini ya mikono yako wewe. Kwa hiyo dhamana ni yako wewe. Sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha unapata mgao wa mafuta na shughuli zingine ndogo ndogo ambazo zitatokea, lakini hatutegemei siku mbili tuletee inahitaji matengenezo. Lazima tujiulize, yale makubaliano yetu ya kutunza vyombo yanaendelea au imekuwa tena ndio ya kujifundishia huko nyumbani? Nichukue fursa sasa kumshukuru afande mkuu wetu, mkuu wa KMKM Commodore Hassan Msingiri kwa kutimiza ahadi zake juu ya wafuasi wake. Wakati anapandisha vyeo alisema afande mkuu wa KMKM kwamba nakupandisheni vyeo, lakini pia nitakupeni na vitendea kazi. Leo hii afande mkuu wa KMKM amekuja kukabidhi kwa mamasta hawa vitendea kazi ambavyo vitawafanya mamasta hawa kufika kazini mapema na kusimamia majukumu yao. Asante sana mkuu wa KMKM. Sasa tumewezeshwa ili tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa wakati na kwa weledi, kwa namna ambayo kikosi kimekusudia. Tusimamie nidhamu kwa maaskari kama kambini mwetu, tusimamie nidhamu nyanja zote, uvaaji, ujaji wa kazini na mengine yote ambayo kikosi kimeelekeza. Afande mkuu wa KMKM, tunakuahidi kwa niaba ya wenzangu kwamba tutajitahidi kutekeleza majukumu yetu na kulipa deni hili kwa kutunza vyombo vile vizuri na kutekeleza wajibu wetu wa kuwasimamia walio chini wetu na kuwashauri mazuri viongozi wetu kwa niaba ya maslahi mapana ya kikosi chetu na serikali kwa ujumla. Natoa shukrani hii kwa uongozi wa KMKM, mkuu wa KMKM kwa kutupatia vitendea kazi katika kikosi chetu cha KMKM ili tuweze kudumisha yale yote mema yanayotakiwa, mazuri yanayotakiwa kusimamiwa na viongozi.